Habari za leo, na anaongea nanyi ni Dr. Patrick Ngula wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV kutoka katika studio zetu za hapa Columbia, South Carolina pamoja na kule Washington DC. Katika siku hii ya leo ya Jumatano, ambapo tunazungumzia tu kuna kitu gani kitatokea katika siku ya Ijumaa katika ile taifa kubwa hapa Marekani, Washington DC. Kutakuwa kuna maandamano mbele ya ofisi za World Bank pamoja na IFM, the International Financing I think Monitor. Haya ni mashirika makubwa sana ambayo yanafadhili serikali katika miradi yake katika nchi za Afrika, na maandamano haya yametayarishwa na ndugu zetu kutoka Tanzania. Kama unaona bendera yao hapa, na hii ni bendera ya Tanzania, na Watanzania wana diaspora ambao wanaishi hapa Marekani watakwenda kuandamana na kuonyesha mshikamano wa kupingana na matendo ambayo hayaendani na mambo ya human rights and civil rights hapo katika nchi yetu ya Tanzania, hususan katika matukio kadhaa ambayo yametokea. Kwanza, kukamatwa na kuwekwa ndani kwa mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, na pili, kuzuiliwa kwa activists kutoka katika nchi za East Africa, Uganda na Kenya kuja Tanzania kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa hiyo basi tumewatayarisheni tu hii taarifa fupi tu kwa taarifa kwamba katika siku ya Ijumaa mbele ya ofisi za World Bank pamoja na IFM wa Tanzania, kama nilivyosema, nikuonyesha katika bendera ya Tanzania, ambao watakuwepo katika jiji la Washington DC wakishiriki katika kuprotest kutokuendelea kwa upatikanaji wa kuvunjwaji wa haki za binadamu pamoja na haki za kiraia katika nchi hii ambayo iko katika Afrika, katika East Africa. Na haya ni maelezo mafupi tu kuhusiana na kitu gani ambacho kitaendelea hapa katika taifa hili kubwa la Marekani katika mji wa Washington DC. Kwa kifupi ndio hivyo basi, na kwa wale ambao subscribe American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, tunaombeni mwende mkasubscribe, mshare pamoja na like video zetu, mweke comments katika kipindi hiki cha uchaguzi ambacho uchaguzi unakuwepo mwezi wa 10 tarehe 25. Kama utakuwepo hatujui, kwa sababu chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kina push agenda yao ya no reform no election. Shatter kwako. Hapa ni makao makuu ya Chadema. Mapolisi wametuvamia kwenye makao makuu yetu ya chama. Tumewaacha huko Kisutu, tumekuja makao makuu ya chama kwa ajili ya kuwapokea majeruhi. Lakini mapolisi wanaona bado haijatosha, bado wamekuja kutuvamia kwenye makao makuu yetu ya chama. Sasa basi watuambie, kufanya siasa kwenye nchi hii ni haramu? Kufanya kwenye siasa ya nchi hii sio halali? Kwani sio sisi ambao walipitisha vyama vingi, uhuru wa vyama vingi? Shida ni nini mapolisi? Afande Muliro, ondoa watu wako hapa makao makuu yetu ya chama. Ondoa watu wako makao makuu yetu wa chama. Sisi ni Watanzania na tuna haki za Kitanzania kama walivyo Watanzania wengine.